Heri ya mwaka mpya na mambo mapya 2026. Karibu sana mtazamaji wa Chapesa Media, tuweze kuzungumza mambo mbalimbali yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani. Na kwa kufungua hii leo ndani ya mwaka mpya wa 2026, mtu wa kwanza kufanya naye mahojiano si mwingine ni Mnandi JR. Mnandi, uko poa? Na kiripoti kutokea hapa katika mitaa hii ya Mwembe Yanga jijini Dar es Salaam. Ndugu yangu, uko poa? Hapa Mwembe Makundi. Hapa panaitwa Mwembe Makundi. Yaani mpaka watoboe kwenda robo finali ndio jina lao litarudi na Mwembe Yanga. Kwa hiyo bado jina lao limebaki pale pale kwenye mabano Mwembe Makundi ya msimu uliopita. Bwana, wewe ni mtu wangu wa kwanza kukuoje 2026 kwenye media ya Chapesa Media. Cha kwanza nataka kusikia kutoka kwako, mwaka unauonaje, na pia vile umevukaje mwaka? Kikubwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kututoa kwenye 2025 na sasa hivi kuingia kwenye 2026 tukiwa tuko salama, na leo tuko kwenye tarehe 2 ya mwezi wa kwanza. Binafsi tunaendelea kujipanga kwa sisi wenye watoto, tunaendelea kwenye harakati zetu za kuhakikisha watoto wetu wanakamilisha vifaa vyao vya shule, na wale wanaoenda chuo na sehemu nyingine kulipia ada kwa wakati, ili mambo yaende sawa sawa. Kwa hiyo muda ni mchache, lakini mambo ni mengi, kwa sababu saizi ni mengi, tunakimbizana na muda, kwa sababu unajua hapo kuanzia tarehe 13 prima yuko wanafungua, lakini pia sekondari na kwingine pia wanaelekea kwenda kufungua. Kwa hiyo naamini tunaizi tunakimbizana na muda, lakini naamini kwamba mwaka umeanza vizuri, haujaanza vibaya, kwa sababu kikubwa tuko vizuri, tunapumua, ndio jambo la kumshukuru Mungu. Bwana, tuanzie hapa mnyama Simba Lunyasi. Jana rasmi dirisha dogo la usajili limefunguliwa katika ardhi ya Tanzania, ikiongozwa na shirikisho la mpira wa miguu nchini Tanzania TFF. Mnatamani kuona sajili za namna gani kwa upande wa Simba Sports Club? Binafsi tunajua ni mwendelezo wa kila msimu, kwamba wapo wataingia, wapo watatoka, hasa kwenye dirisha dogo. Tunaamini msimu uliopita Simba Sports dirisha dogo ongezeko lilikuwa la mtu mmoja tu ambaye alija kuziba nafasi pale, Elim Panzo, ambaye alisajiliwa toka dirisha kubwa, ila dirisha lilikuwa limeshafungwa. Kwa hiyo alisubiri kwenye dirisha dogo, wakapishana pale na golikipa wetu, muona bwana, kutoka pale mchini Moroko, binafsi akampisha yeye, akaingia pale bwana Ayubu, akaziba ile nafasi, maisha yakaendelea. Nadhani ilikuwa ni hilo tu ongezeko letu, lakini kwa msimu huu naamini binafsi kutokana na mazingira jinsi yalivyo, maana Simba anaonekana wakaingia kwenye ongezeko la watu wawili mpaka watatu kwenye dirisha hili la usajili. Kwa mimi naamini binafsi, acha tuende tukaone pale panapovuja. Bwana, nasikia ziko tetesi na fununu, bata sijakuwa official, ila ukiona lisemwalo basi ujue lipo, na kama halipo ujue linakuja. Mwamba wa Lusaka Clatous Chota Chama anarejea ndani ya viunga vya wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club. Ulilalamika sana kama atarudi Inonga Baka, dhahiri shahiri tumuone Chama naye pia akirejea katika viunga vya Msimbazi. Ni kweli nilizungumza kabla mwaka hujageuka, nilizungumza kwamba kama Inonga anataka kurejea Simba, ambaye tunaonesha moja kwa moja alikuwa anajivunja kwa makusudi afu hajaumia ili sisi tufungwe. Na ikumbuka sana ile mechi, sitoisahau. Alifanya makusudi kabisa, anashika mguu na kati hakuna sehemu yoyote alikopata injury, ili mradi sisi tuweze kufungwa na yeye aonyeshe ameumia. Sasa leo hii anarudi tena Simba Sports. Kwa hiyo kama yule atarejea Simba Sports, basi binafsi Clatous Chota Chama arejee pia Simba Sports, kwa sababu ni mchezaji kwangu ambaye kafanya makubwa kwa muda wote ambaye amedumu ndani ya Simba Sports. Amepata heshima kubwa, lakini pia ameiheshimisha klabu ya Simba, lakini pia ameliheshimisha taifa la Tanzania kwa kuifanya hapa ionekane kwamba Tanzania sio kichwa cha mwandazimu. Tanzania mpira upo. Chama alibeba sana nchi. Sio kuibeba tu Simba Sports, alibeba nchi kwa ujumla. Alibeba nchi kwa sababu nasema alibeba nchi. Yeye ndo mtu wa kwanza ambaye alifunga goli la mwisho la kuipeleka Simba quarter final. Sawa, 2019 akiwafunga ndugu zake kutoka hapo Zambia. Mkana akawafunga, tukaenda hatua ya makundi, lakini akaja akawafunga hawa nani hawa? AS Vita kutoka Kongo kwenye yale magoli 2-1. Kwa hiyo manake ameonyesha kwamba yeye ni mtu ambaye anaibeba timu kwenda hatua inayofuata. Kwa hiyo mimi naamini binafsi Clatous Chota Chama kurejea Simba Sports, mimi kwangu ni swala la muda tu. Ni swala la muda tu. Kwa sababu hata wao walisema kwamba wameondoa yale maduka. Mimi kwangu lile sikuona kama lilikuwa duka, ile wao ilikuwa mipango yao ya kutafuta mwamvuli ya kujifichia. Sasa leo wale waliosema maduka, hawa ndio watamrudisha Chama, sio wengine. Wanamrudisha Chama ndio hao. Kwa hiyo maana yake naamini kwamba walimuondoa kwa kumkosea, lakini binafsi anarudi Simba kuja kurudisha heshima yake. Mmeona majirani wamegonga hodi Singida Black Stars, na nyinyi mkaona si haba muende mkagonge kwenda kuulizia saini ya Clatous Chota Chama pamoja na Idris raia kutokea pale Ivory Coast. Na sisi sio kugonga hodi, kwa sababu sisi pale kuna kijana wetu. Kuna kijana wetu pale akashangiliwa sana baada ya kutambulishwa, lakini mwisho wa siku thank you haikuwepo.
Kwa hiyo binafsi sisi lazima tumrejeshe kijana nyumbani aje kurudisha heshima yake, kwa sababu ameenda kupoteza heshima. Mwamba Lusaka amepotea tena, amekuwa mwamba kwenye mabwawa, saizi ametoka huko ameenda huko kwa Halima Alizeti. Kwa hiyo mwache arejee nyumbani aje kuonyesha heshima ya Simba Sports, aje kuonyesha heshima yake kule kule alikotoka Zambia, kwamba huyu ndo Chama yule aliondoka Simba. Kwa hiyo binafsi amerejea, mimi naamini kasharejea Simba. Ni swala bado la utambulisho tu, kusubiri welcome tu. Lakini naamini tayari Simba Sports, kwa sababu ukiangalia saizi kila media ina post kuhusu Chama, kila mdau ana post kuhusu Chama. Hata ukienda kwenye ukurasa wake, nenda kaangalie comment kule, nenda kaangalie like kule. Lakini kuna mtu kule kamjibu Chama, kasema kwamba wewe hatukutaki. Kamjibu kule kamwambia wewe sio Simba. Yaani kamjibu kwenye ukurasa wake kule kwenye comment, kaenda kamjibu kwamba mimi najua wewe sio Simba. Wana Simba mimi wananihitaji. Kwa hiyo naamini binafsi Chama Clatous anarejea Msimbazi. Anarejea Msimbazi na nafasi yake ipo. Nafasi yake ipo kwa sababu katika wachezaji ambao wamefanya makubwa katika kipindi hiki cha karibuni, ukimwacha Emmanuel Arnold Okwi, lakini huwezi kuanza kumzungumzia Clatous Chota Chama ambaye amefanya makubwa zaidi pengine kuliko Emmanuel Okwi. Emmanuel Okwi alitambwa zaidi hapa ndani kwa kuwafunga watani zetu, maana kikutana nao lazima hawakande, lakini Chama alifanya makubwa kwenye mechi za kimataifa, karibia mechi 5 takriban Chama anaibeba Simba Sports kule kimataifa. Kwa hiyo naamini binafsi mwache arejee kuja kuheshimisha nchi, mwache arejee kuja kuheshimisha Simba Sports. Yule tulikuwa bado tunamhitaji hata kama umri umeenda, lakini sisi binafsi kama mashine tu unagusa tu yani unagusa tu, kwa sababu sisi hatubebi mizigo pale, watu wanasoma tu darasani. Bwana, nipangie kikosi cha Simba Sports Club baada ya usajili wa dirisha dogo na wote wanaohusishwa. Hao wanaohusishwa siwezi kupanga kikosi kabla bado hawajaingia ndani ya kikosi changu. Kwa nasubiri wakiingia ndani ya kikosi changu, afu niambie bwana, katika hawa waliokuwa nao na hawa walioongezeka kwenye dirisha hili dogo, hapa nani aanze, nani atokee benchi? Kuna Inonga, kuna Mixon, kuna Chama na kuna Idris. Watu wamemaliza mkataba, panga kikosi. Kwa Inonga binafsi mpaka sasa hivi hata nikiangalia kwenye mitandao ya kijamii taarifa zake yani zimefifia, lakini taarifa ambazo zimenona ni za mchezaji mmoja tu, Clatous Chota Chama, ndio zimenona saizi mitandaoni. Kila peji yote ukifungua utakuta Chama tu, yani kila unapokwenda Chama ndio unajua kwamba mchezaji ni lulu. Lakini wao waliochukua wakaona kabisa hii gololi sio dhahabu, kumbe walichukua dhahabu lakini walishindwa kuitumia. Sasa dhahabu inarudi Simba Sports, waione sasa ataendelea kung'ala pale Simba Sports. Dhahabu inarudi Simba Sports, sasa wataiona ataendelea kung'ala pale Simba Sports. Tunajua tuna shida zetu za hapa na pale, lakini naamini binafsi kukiwa na utulivu hapa na pale, Chama utamuona na ataendelea kunywa mtoni, kwa sababu hii ni namba inayogawanyika. 26 ni namba ambayo inagawanyika. Kwa hiyo naamini binafsi haina shida. Inagawanyika kwa 2, inagawanyika kwa 3. Bwana, majirani zenu wamefanya mabadiliko. Wamemtoa Dumbia pamoja na wamemtoa Dumbia kwa mkopo, wameenda kumleta Kamara Damaro, lakini pia vile vile na Maruf Shakei ndani ya Young Africans. Mbona kama kuna shida huku Kante pamoja na Dumbia wametolewa kwa mkopo kwenda Singida Black Stars? So Kante kwanza, Conte mchezaji wetu simtajetaje, pamoja amepigwa bani na TFF, simtajetaje bwana. Yupo Msimbazi. Huyo ni Conte ambaye Engineer alionyesha umwamba sana, akikaa naye sehemu hivi akaonyesha kama draft fulani yenye vikatuni fulani hivi, akawa anamwambia achague yani achague pale kipi ambaye kwake kitakuwa sahihi, akaenda akachagua, kumbe kaenda kuchagua gololi baada ya kuchagua Salafu. Amefeli, si huyo anataka kumpeleka, na taarifa tulizokuwa nazo za ndani. Wao wanasema wanajasusi wao, na sisi taarifa tunazo kule kwamba hao wachezaji Dumbia na huyo Conte hawataki kwenda huko Singida. Sisi tumeajiliwa hapa, hatujaajiliwa Singida. Kwa mpaka sasa wanawabembeleza kwenda huko Singida, lakini hawataki. Kama mnashindwa tuvunjiane mkataba, tukaangalie maisha mbele. Ndio taarifa nilizokuwa nazo mpaka sasa. Wanaanza kubembelezana. Wanabembeleza waende kule, wale jamaa hawataki. Hiyo ndio taarifa nakupa mimi. Lakini Chama asubuhi tu na mapema, hakuna kubembelezwa, hakuna nini. Huyo mapema tunakwambia anakuja Msimbazi. Lakini wao kuwapeleka ndugu zao kule, wanaanza kukataa, kwambia sisi sio vifaa vya kukaa go down. Sasa tumekuja kufanya kazi. Wao wamesema sio vifaa vya kukaa go down. Kwa sababu wanaona wanataka kupelekwa kule, hawajaajiliwa kule. Wanaenda kutafuta fitness. Fitness wapi? Ile go down. Wao wataka kwenda kwenye go down. Wao wataka kubaki pale pale Jangwani. Wapige pale mizigo, wakishindwa basi waondoka kabebe mizigo sehemu nyingine. Lakini wao kwenda kuwafungia kwenye go down hawataki. Wamegoma. Mimi ndo taarifa nakupa mpaka sasa hizi. Wanawabembeleza. Dirisha zimefunguliwa jana. Sasa wanawabembeleza kwenda kule, akija jamaa wataki. Wanasema sisi tumeajiriwa hapa, tujaajiriwa Singida. Masuala ya mikopo sasa tukuja hapa kwenye vikundi vya vikoba. Sisi tutabaki hapa, kama hamtaki tupeni hela yetu yote, tuondoke mbele ya safari. Ndio habari zilizokuwepo sasa hivi. Bwana, vipi sasa kwa upande wa Simba Sports Club? Mnatarajia mambo ya namna gani haswa katika dirisha dogo, lakini pia vile vile huko mnakoelekea katika michuano ya Mapinduzi? Kikubwa sisi tunataka tumwangalie huyu mwamba. Huyu unaona yupo kama Chuck Norris. Mbabe huyu, kama ule Uchebe aliondoka ule. Umjui ule Uchebe, kocha bora wa Afrika ule namba 3.
au umemsahau tena bwana Benchika? Kwa hiyo wanafanana miili yao. Sasa tunataka kuona ile miili ya kazi au miili tu ya kuonyesha tu kwenye ulingo. Kwa hiyo tunataka tumuone sasa kazi yake kule kwenye Mapinduzi kule New Amani Zanzibar. Kwa hiyo majibu tutaona kule, wazungu wamo? Umetoka kule Stella Bosch, wazungu wamo au hawamo? Tunataka tumuone hapa. Bwana wameshusha watu. Na ana crew yake yote asilimia kubwa kutoka kule. Yaani hataki watu tofauti, anataka watu wake wale. Sasa sisi tunataka tuone mapema wazungu wamo. Yaani sisi Simba Sports hatutaki kubipu. So tunahitaji ufanye kazi ili tuone kwamba tunatosha kwenda na wewe kwenye mechi za kimataifa hizi 4 zilizobaki. Hizi mechi 4 unajua hizi sawa sana Israeli na roho ya mtu. Hatutaki masiala. Hizi ukifungwa mechi moja watu wanakuondoa wanaleta kocha mwingine. Msimu tunaweza tukaondoa hata makocha 10. Kwa sababu tukiondolewa kwenye hatua hii ya makundi kwa sisi Simba Sports itakuwa ni aibu kubwa, kwa sababu tushazoea kwenda quarter final. Kikubwa tu tunasubiri kufika semi final na kwenda final. Sasa kama tukiishia hatua hii ya makundi, kwetu tutakuwa tumefanya kosa kubwa na tutakuwa tumefeli, kwa sababu sio target yetu. Kwa hiyo naamini binafsi ana kazi kubwa sana kocha wetu kwenda kupambana kuhakikisha anajifua kule kwenye Mapinduzi, akirudi tu hapo moja kwa moja kwenye mechi za kimataifa. Kwa hiyo afanye kazi kule, akionekana kule atoshi, basi inawezekana mabegi yake akakabidhiwa kule akapanda ndege pale akarudi nyumbani kwao. Asante kwa kushiriki. Mimi nipo hapa. Kama atashindwa kufanya kazi New Amani Zanzibar, kule inawezekana akapewa mabegi yake kule akapanda ndege kule akaunganisha moja, kwa sababu ndege moja kwa moja ipo kule. Mbona mapema hivyo? Sasa mapema, sisi tuna muda wa kusubiri. Yaani sasa hamna muda wa kusubiri, kwa sababu huyu kaletwa maana yake kuja kuziba pengo la huyu ambaye kaondolewa. Umeshaona bwana, maana matatu. Kwa hiyo akishindwa kuliziba ili pengo akilishindwa hili, basi naye pia atapewa vilago vyake, ataondoka. Wewe unafikiri kashapoteza mechi zote kule New Amani Zanzibar, alafu tunacheza na Wazanzibari wala ndugu zetu wale wa Uloji, tumewashindwa wale, na kati huko tuna Express ile Tunisia na tusubiri yuko mdomoni. Wewe unategemea nini? Kwa hiyo naamini binafsi na anazitaka sita zake, na yeye anazitaka sita zetu. Kwa hiyo maana yake tunataka sita zake, naye anataka sita zetu. Ukishindwa New Amani Zanzibar kwa ndugu zetu hapo, maana ukishindwa kulitoa kombe pa kufika hata finali tu kwenye kombe la Mapinduzi ukishindwa, unawezaje sasa kwenda kumpiga Express ile Tunisia? Maana yake anaonekana huyu hatoshi, unaweza ukashamba bwana, beba mabegi yako, panda ndege hapa uondoke. Kwa hiyo kule maki kile ndio kipimo chake. Ule mtego ingekuwa mimi ningegoma kwenda ule. Nikwambia nisubiri kwenye mechi za kimataifa. Ule mtego ule. Lakini kauvaa ule mtego, sasa kadili nao ule mtego. Akijikanyaga unamnasa mwenyewe. Bwana nikushukuru sana mwana. Asante sana.